Somo la kitabu cha Zaburi, sura ya 118 aya ya 5 hadi ya 8. Katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanichukiao wameshindwa. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwategemea wanadamu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi, katika ibada hii ya kuabudu Yesu Ekaristi, tutaongozwa na ujumbe unaosema Yesu ni rafiki wa kweli. Tunaweza kujiuliza maswali. Rafiki ni nani? Na kwa nini tunasema Yesu ni rafiki wa kweli? Basi kupitia kutafakari pamoja somo tuliyokwisha kulisikia, tutapata majibu ya maswali yetu. Kwanza kabisa, tukianza na neno rafiki, ni neno ambalo sio geni masikioni mwetu. Kwa maana ya kawaida kabisa tunaweza kusema rafiki ni mshirika wa karibu sana. Lakini ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 18 aya ya 24, tunapata maana nzito kidogo, ambayo anasema rafiki ni yule ambaye hayuko karibu nawe tu, bali kwa ajili yako. Sasa tunaweza kujiuliza, kwa nini tunasema Yesu ni rafiki wa kweli? Ndugu zangu, zipo sifa nyingi sana ambazo zinaeleza Yesu kwa nini ni rafiki wa kweli. Lakini kwa leo naomba tutafakari sifa 5 tukiongozwa na somo tuliyokwisha kulisikia. Sifa ya kwanza, yeye ni tumaini letu. Mtakubaliana na mimi kwamba tumewapoteza wale ambao waliokuwa karibu yetu, au kwa maana nyingine marafiki wetu wa zamani, kwa sababu tuliwategemea tulipoanguka katika shida watukimbilie, badala yake wakatuacha tuangamie. Sehemu ya kwanza ya somo tuliyokwisha kulisikia anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Tumesikia somo ndugu zangu, tunatafakari pamoja. Zaburi ya 118 aya ya 5 anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Kumbe tukiwa na urafiki na Yesu hata tuacha kamwe, hata katika shida zetu. Lakini sifa ya pili, hutuondolea aibu, au kwa maana nyingine tunaweza kusema hata tuache tuaibike. Wakati natafakari hii sifa, nikakumbuka hadithi moja ya padri mmoja. Wakati yupo seminari ndogo, alikuwa na rafiki yake, swaiba wake tuseme. Sasa kama tunavyojua, seminari nyingi mara nyingi kazi nyingine wanafanya wa seminari wenyewe. Sasa ikatokea siku amepangwa kazi ya kufuta madirisha ya kanisani, yeye na rafiki yake. Kama tunavyojua, ukiwa na rafiki unafanya kazi, hamwezi kufanya kazi kama maroboti, lazima kutakuwa na story 2-3. Sasa wakati wanafanya kazi na kuendelea na story, yule rafiki wa yule padri bahati mbaya akavunja kioo. Basi story zikakata, ikaanza sasa tunafanyaje kuhusu hili swala. Lakini kweli huyu padri inaonekana alikuwa ni rafiki wa kweli kwa huyu rafiki yake, kwa sababu yule rafiki yake, kumbuka ni seminari ndogo, na alikuwa ameshapata makosa madogo mengi. Kwa hiyo aligundua kabisa akienda kwa baba rekta kuripoti kwa hiyo kesi ya kuvunja kioo, kwa kweli atafukuzwa seminari.
Basi kwa kugundua kabisa padri yule, kwa kugundua rafiki yake atafukuzwa seminari, alitaka kumuokoa. Kwa hiyo ile kesi akainunua yeye, akasema mimi nitaenda kujiripotisha kwamba mimi ndio niliyovunja kioo. Na unajua ndugu zangu, ukichukua kesi ambayo haikuhusu unapata ujasiri, kwa sababu unajiamini kwa lolote litakao kupata. Basi yule padri alijiamini kipumbavu, akaenda kwa baba rekta kwa kujiamini kwamba ile kesi sio yake na hana kesi yoyote kule, kwa hiyo kwa vyovyote vile atalimaliza lile tatizo. Lakini mambo yalibadilika. Kwanza unajua alijiamini, alafu akafika kwa baba rekta bila hata nidhamu. Anamwambia baba rekta, unajua sasa anamwangalia yule kijana, kumbuka ni seminari ndogo. Amwambia unajua wakati tunafanya usafi pale kanisani nimevunja kioo. Baba rekta akatoa miwani kwanza, akamwambia unasemaje? Ni seminari ndogo tukumbuke. Sasa kijana anajieleza pale, baba rekta akabadilika, moto ukawaka. Sasa anatamani amwambie ukweli, ila hawezi kubadilisha kweli kwa sababu ameshatanguliza uongo. Basi baba rekta akamkanya pale, akamwambia unatakiwa urudi nyumbani ili ukaambia wazazi wako wakupe hela tununue kioo kipya. Akaona ni kazi kweli. Sasa anafanyaje? Basi pale akamfokea, baadaye akamwambia ondoka machoni kwangu, sitaki kukuona kwanza. Akaenda akamrudia rafiki yake, akamwambia hali halisi iliyomkuta kule. Basi na yule rafiki yake alikuwa mwema kweli, akamwambia asante kwa kuniokoa katika hili. Basi na mimi ukipata shida mimi nitaibeba. Akasema sawa, hakuna shida. Siku azigani ndugu zangu. Wakati ikatokea siku anaosha vyombo, yule padri akavunja chupa ambayo inawekewa maziwa ya baba rekta. Sasa ilipovunjikwa pwa, kila mtu mama wakajua kwisha habari yake. Hasa akakumbuka rafiki yake aliwahi kumwahidi kwamba atamsimamia. Akamkimbilia rafiki yake, akamwambia shida iliyomkuta. Ndugu zangu, rafiki yule akamgeuka, akamwambia ndugu yangu, mimi nivunja kioo sio chupa. Kwa hiyo subiri siku ukivunja kioo ndio nitaibeba hiyo kesi. Kwa hiyo kesi mimi simo. Kwa hiyo sasa yule padri akili ikamkaa sawa, akakumbuka kumbe kuna rafiki ambaye hata tuache atuaibike kamwe. Akwambia miongoni mwa siku ambayo alisali kwa unyenyekevu na ile siku, kwa sababu alikimbia chepo. Yaani ameingia kwa unyenyekevu kama mtoto anaoenda kupokea ekaristi kwa mara ya kwanza. Anasali kwa unyenyekevu. Amesali pale, baadaye kabidi sasa aende kwa baba rekta. Baada ya kutoka kanisani amesali, ameshakutana na rafiki yake Yesu ekaristi. Basi ameenda kwa baba rekta kwa unyenyekevu, ni mpole saizi. Akamwambia baba, samahani, wakati tunafanya usafi wa vyombo, bahati mbaya nimeangusha chupa yako ambayo unawekewa maziwa, imepasuka. Basi baba rekta na yeye kwa unyenyekevu akamwambia usijali mwanangu, ile chupa ilikuwa ni ya muda mrefu sana na nilikuwa nimepanga kuibadilisha, ila kwa kuwa umeivunja basi nitaibadilisha kwa haraka. Nani aliyemuokoa? Ni Yesu ekaristi. Yule rafiki yake msaliti. Hasa wakati na tafakari juu ya hii hadithi, nikakumbuka kuna Dominika fulani huwa tunaimba Zaburi ile ya 25. Anasema Bwana nakuinulia nafsi yangu, Mungu wangu, Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. Kwa hiyo kipindi adui zetu wakiwa wanasubiri kutuona tunaaibika, Yesu rafiki yetu wa kweli hata tuache tuaibike kamwe.
iwe ni katika masomo yetu, iwe ni katika kazi zetu, iwe ni katika utume wetu, iwe ni katika miradi yetu mbalimbali, au katika changamoto nyingine za maisha, Yesu hatatuacha. Lakini sifa nyingine ya rafiki wa kweli, yeye ni kitulizo chetu. Kuna wakati tunaweza kujiona wanyonge kwa sababu ya magumu tunayopitia, au jamii imetutupa kama takataka kwa kutuona hatufai. Nikwambie ndugu yangu, kwa Yesu rafiki yetu wa kweli tuna maana na thamani kubwa. Ndio maana tunaambiwa katika Zaburi ya 113 aya ya 7, humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahannam. Sifa nyingine ni hutuongoza katika njia sahihi. Kama tunavyofahamu, lengo letu kubwa ni kufikia utakatifu, na njia sahihi ya kufikia utakatifu, ndugu zangu, ni kuzingatia haki na kutenda mema. Nakumbuka kuna wimbo fulani huwa tunapenda kuuimba, anasema, Mwenyezi Mungu asema, zingatieni haki kutenda mema. Mwenyezi Mungu asema, zingatieni haki na kutenda mema. Basi. Kwa hiyo ndugu zangu, rafiki pekee ambaye anaweza kutuongoza katika kuzingatia haki na kutenda mema ni Yesu. Tusijitenge naye. Lakini sifa ya mwisho ni hufurahi pamoja nasi. Hapa ndipo watu wengi tunajisahau. Tunafikiri Yesu anapaswa kualikwa kwenye shida tu. Na ndugu zangu, tuambiane ukweli, kuna uwezekano mkubwa sana tukiwa kwenye furaha tukafanya maamuzi kwa emotion bila ya kufikiria. Tunakumbuka kifo cha Yohane Mbatizaji katika Injili ya Marko sura ya 6 aya 17 hadi 29. Furaha ilimpelekea Herode aahidi vitu kwa emotion. He didn't think, hakufikiri, kwa sababu ile furaha ikamkuta aahidi vitu ambavyo ni ngumu kutekeleza. Lakini nasi tusijisahau, hata tukiwa katika furaha tusimwache Bwana wetu Yesu Kristo aliye rafiki wa kweli atusaidie tufanye maamuzi sahihi. Mungu akitusaidia tukapata kazi, basi tuwe watulivu, tumshukuru Mungu. Furaha isizidi ukaanza kuahidi vitu watu wakati hata hujui mshahara wako ni shingapi. Au Mungu akatusaidia tukafaulu vizuri katika masomo yetu, tumshukuru Mungu, tuwe watulivu. Usianze kuahidi rafiki zako utawanywesha bia hadi watambaye wakati huna hata miradi. Kwa hiyo ndugu zangu, jioni hii tukiwa mbele ya Yesu Ekaristi, tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo aliye rafiki wa kweli aungane nasi siku zote za maisha yetu. Pale tunapomkimbilia asituache kamwe. Kama tulivyosikia katika sehemu ya mwisho ya somo, anasema Zaburi ya 118 aya 8, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Basi tukiendelea na tafakari yetu mbele ya Yesu Ekaristi, naomba mcheza kinanda atuongoze kuimba ule wimbo Rafiki yangu Bwana Yesu. Tutaimba kiitikio na mashairi yote manne yale, na mwisho tutamalizia kiitikio. Itukuzwe damu ya Kristo.